Karibu mtazamaji, kwa sasa imetimia saa 5 na dakika 35 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaingia moja kwa moja kwenye mjadala wetu wa hii leo kuhusiana na afya ya hedhi, na hii leo tutakuwa tunaegemea sana swala kuhusiana na jinsi kiwango cha umaskini kimeathiri upatikanaji wa mbinu salama kama taulo za hedhi pamoja na mbinu zingine ambazo zimepitishwa na Wizara ya Afya ambazo ni salama kwa mwanamke pamoja na msichana ambaye tayari ameanza kupata hedhi, kwa sababu kuna wale ambao wanatumia mbinu ambazo sio salama kutokana na kutokuwa na uwezo wa kupata pamoja na kushindwa kugharamia kupata zile taulo za hedhi. Na hapa kwenye studio siko peke yangu mtazamaji, na pia iwapo wewe ni mzazi ama mlezi, watakuwa natueleza iwapo umetoa maelezo ya kutosha na kwa wakati ambao unafaa kwa mwana wako wa kike kuhusiana na afya ya hedhi. Labda akiwa katika shule za msingi hakuwa ameanza kila kipindi, na wakati huo unaanza wakati yuko katika shule ya sekondari na shule ya bweni akiwa mbali nawe. Je, anafanyaje akiwa kule shuleni? Kwa sababu bado swala hili linaleta unyanyapaa haswa katika shule za maeneo ya mashambani pamoja na miongoni mwa jamii ambazo ni mwiko kuzungumzia swala la hedhi. Wengine wanaona kwamba haifai, wengine wanaona ni aibu. Watakuwa wanatueleza hali halisi ikoje, kwa sababu ni swala ambalo linawaathiri wengi. 65% kulingana na utafiti ya wanawake pamoja na wanafunzi wa kike humu nchini hawana uwezo wa kupata taulo za hedhi. Na kutokana na hali hii wanafunzi milioni 1 wanakosa kwenda shuleni kwa angalau siku 4 kwa mwezi wakati wa siku za hedhi kutokana na ukosefu wa taulo za hedhi. Ni hali ambayo inamrejesha mwanafunzi wa kike nyuma ikilinganishwa na mwanafunzi wa kiume. Hali halisi ikoje humu nchini? Siko peke yangu kwenye studio. Ninao wageni wawili, ni jinsia ya kike pia, wanaofahamu na wanajihusisha sana na masuala ya utetezi pamoja na kutoa hamasa kuhusiana na afya ya hedhi. Ninaye Ashum Juma, ni mtetezi wa afya ya jamii pamoja na afya ya hedhi. Karibu sana Ashum. Asante. Na pia tunaye Daktari Barbara Tarno, ni mhamasishaji wa afya ya hedhi. Ananieleza kwamba atachanganya Kiingereza na Kiswahili ili kuweza kutoa hoja zake kwa jinsi ambazo wewe mtazamaji utaweza kufahamu. Karibu sana daktari. Asante sana. Wakati tunapozungumzia swala la umaskini wa hedhi, ni swala ambalo kwa kweli limekuwa likirudisha sana nyuma hatua ambazo serikali kupitia Wizara ya Afya pamoja na mashirika yanayojihusisha sana na afya ya uzazi, afya ya hedhi kwa mwanamke na mtoto wa kike nyuma. Tunazungumzia nini haswa? Tuanze na wewe Ashum. Asante. Kwa majina naitwa Ashum Juma, mwanzilishi wa The AJ Drive. Hiki ni kikundi nilichoanzisha kujaribu kucover the gap. Maana unapata nilipomaliza shule nilikuwa mwalimu. Ingawa haukuwa muda mrefu. Njoo wengine wetu kule kijijini ukimaliza shule options ni 3. Kwe mfanyikazi wa nyumba, uende ufunze ama ukaolewe. Uko na options ngapi? 3. Sasa mimi nikaangalia ile ya pili, kuwa mwalimu. Nikawa mwalimu muda mchache, nikaacha, kashika shughuli zingine. Sasa hiyo experience na bado kuzunguka kwangu hii Kenya. Wakati huo ni shule ya msingi ama ulikuwa shule ya sekondari? Nimefunza shule ya msingi, nimefunza shule ya sekondari, nimefunza mpaka chekechea. Sasa baada ya hapo nikaanza kuwa mtalii. Kwetu wananiita mtalii. Ulizuru Kenya ama ni zaidi ya Kenya? Kenya. Mimi sitadanganya nimezurura nje ya Kenya. Ni Kenya. Lakini zile kaunti za Kenya nimetembea kwetu, dada zangu uniita mtalii. Sasa kuna vitu nimeona kule nje.
Kafika wakati nikakaa chini nikajiuliza nitafanyaje? Ni nini haswa tupeleke tu polepole, kwa sababu kwa kweli hapa kutali kwako kuna faida na kutali kwako kufungua macho pamoja na mawazo yako. Ni kipi ambacho ulikishuhudia? Tuanze mwanzo, bado kabla ya kuwa mtalii ulikuwa mwalimu. Sijui ulikuwa mwalimu wa maeneo ya mashambani ama shule za mjini ama ni zote? Mashambani. Hali halisi ilikuwaje pale wakati kwanza ulikuwa katika shule ya msingi, hata kabla ya huyu mtoto wa kike kuingia katika shule ya sekondari? Kuna darasa nilifunza, darasa la 7 na darasa la 8. Sitawahi sahau wanafunzi. Kuna wengine bado tunaongea mpaka sasa. Kuna kitu kilitokea kikafanya nikachoka moyo wakati huo. Kuna mwanafunzi alianza hedhi yake ya kwanza akiwa uwanjani. Pale uwanjani wanafunzi ni wengi, si wa darasa lake peke yake. Kuna wenye hawajasoma kuhusu hedhi, kuna wenye hawajui nini. Sasa wakati aliamka, na ni wote wa kiume na wa kike. Yes. Wakati aliamka, kukaonekana damu kwa nguo yake. Uniform yao ilikuwa ya pink. Kwa hivyo kuonekana ni rahisi. Kicheko. Uwanjani wanafunzi wako kule, sisi walimu tumekaa chini ya miti tuna mark vitabu. Wanafunzi wako uwanjani, kicheko. Nikakumbuka mimi mwenyewe nilivyoanza, sikupitia hayo. Iliniuma, lakini ningefanyaje isipokuwa kumchukua, kumpeleka ofisini, kumpea ruhusa ya kwenda nyumbani. Hakuna kitu kingine ningefanya. Na wakati huo, labda kwa sababu nina uhakika ulikuwa na mazungumzo na huyo mwanafunzi, labda alikuwa anajua ni kipi ambacho kinamfanyikia? Alikuwa anajua, lakini hakujua inaanza. Anasema hakusikia chochote. Hata hakujua. So wakati watu walianza kucheka, ndio mwenzake akamwambia nguo yako ni red. So kidogo unaangalia hivi unagundua kuna changamoto. Wengi wa wanafunzi hawajui itaanza lini ya kwanza. Na ikianza, unajua kuna watu huwa wanaanza wanapata machungu kwa tumbo, wanaumwa na tumbo. Lakini kuna wale wenye inakuja tu. Hawajui, utashtukia tu imefika. So kwa mara ya kwanza, bila mtu wa kumongelesha, kumguide, hiyo itakuwa sasa determining factor ya period yake yote maishani. Yes. Na tutakuwa tunaingia kwa undani bado tukisalia kwa huyo mwanafunzi. Ni mwanafunzi sasa, umemchukua, umekuwa na mazungumzo naye, umempeleka ofisini, ukazungumza naye kati ya mwanafunzi na mwalimu wa kike. Alisema nini? Je, aliathirika kutokana na kile kicheko cha wanafunzi akiwa pale kwenye uwanja? Yeye aliniambia alishtuka. Kwanza fikra yake ya kwanza ilikuwa amejinyaa. Hata ikuwa hedhi. So wakati aliona ni hedhi, alijibu rafiki yake mambo ya kawaida. Hakuchukulia vibaya. Maana tulikuwa, wajua mimi kila wakati nilikuwa nikienda darasani tutapiga gumzo, tuongelele kila kitu. Na sikukuwa natenga wasichana kando, wanaume kando, hapana. Ilikuwa conversation ya kila mtu hapo ndani. So kwake haikumuathiri sana. Kwa hivyo alikuwa na ufahamu wa kiwango fulani. Haya, shikilia hapo, bado ni kwa mwanafunzi, kabla hujatueleza kile ulichokishuhudia katika ziara zako za kutalii katika kaunti tofauti za humu nchini. Daktari, sasa nikija kwako, ametueleza vizuri na kuna hoja ambayo ni hoja inayotoa pia changamoto kwa wazazi pamoja na walezi. Wewe kama daktari na unayejitosa katika masuala ya kuhamasisha umma kuhusiana na masuala ya afya ya umma, ni wakati upi mwafaka wa kuanza mazungumzo kuhusiana na afya ya hedhi? Ni tuachie kwanza walimu waanzie, ndio alafu mtoto jioni anakuja kuambia kuna kile ambacho tulikuwa tunaambiwa na mwalimu, alafu tuendeleze mazungumzo. Ni wakati upi mwafaka kwa mzazi au mlezi kuanzisha mazungumzo na mtoto wake wa kike kuhusiana na masuala ya hedhi? Mwanzo, masuala haya hedhi ni normal. It's a normal biological process ambayo kila msichana, kila mwanamke anapitia. So kwa sababu hiyo ni muhimu kwa wazazi waanze kabla tuweke kazi, the task to teachers, inafaa ianze nyumbani. Malezi haya inafaa, mafundisho haya inafaa ianze nyumbani.
kwa mzazi, na si kufunza wasichana peke yao, hata watoto wavulana wanafaa waanze kujua mambo ya hedhi. Waeleze kuwa ni process ambayo inafanyika kila mwezi. Wasichana they experience it hivi, this is what to expect. Inasaidia pia ku break hiyo stigma ambayo iko associated with hedhi. Wavulana wakisha jua mambo ya hedhi mapema, hiyo swala la kumcheka for example, kwa mfano huyo mtoto, haitakuwa hapo hivyo, kwa sababu uelewe kwa hii ni normal biological process ambayo inafanyika kila mwezi wakati uko kwa hiyo reproductive age. Yes. So malezi, mafundisho yaanze nyumbani mwanzo, kisha mafundisho yaendelee shuleni. Part of the things we are advocating for as public health advocates, tunataka maneno ya menstrual hygiene, usafi wa hedhi, iwe katika curriculum ya masomo. Iwe incorporated katika curriculum ya masomo, iwe incorporated katika national health policies. Unaona, sio peke yake iachiwe wazazi. Inafaa iwe part of curriculum ya masomo, iwe part of universal health coverage, kwa sababu kwa sasa tuna recognize kuwa it is a public health priority. Kuna wasichana wengi sana ambao hawana access to the required products, na inaleta shida sana, shida ambazo umetaja zingine kama kukosa shule, hiyo aibu ambayo inakuja, pia magonjwa. Unaona, kuna hiyo infection wakati umeshindwa kuweza kununua the right pads ambazo unahitaji, unaanza kuimprovise. Kwa sababu tutakuwa tunaingia pia kwenye undani kama daktari, utatueleza ni hatari gani iwapo kwa sababu kuna wale ambao wanatumia vipande vya nguo, kuna wale wanatumia vipande pia vya godoro, wengine pia wanatumia mbinu tofauti, kwa sababu mtalii wetu atakuwa anatueleza ni kipi ambacho amekishuhudia kule nje, kwa sababu kwa kweli wanawake wanatumia vitu vya ajabu, na ni kutokana na swala la kukosa kile kifaa ambacho kinastahili. Bado tukisalia hapo kwenye maelezo, kwa sababu utapata kwamba kipindi ambacho tuko, wasichana wanaanza hedhi wakiwa na umri mdogo, kinyume na jinsi ilikuwa wakati wetu. Je, ni miaka ipi ambayo ni bora kwa mzazi ama mwelekezi kuanza kutoa maelezo kwa mtoto wake? Wasichana hivi sasa wanaanza kutoka hata miaka 9. Hata wengine miaka 8. Hata wengine miaka 8, ni kweli. So mimi ninaweza advise wazazi waanze mafundisho kuhusu hedhi from miaka 7-8, sana sana kwa wasichana. Introduce hiyo conversation polepole pia kwa watoto wako wavulana ambao wako nao, ndio waweze kuelewa wakati inaendelea hivi nyumbani, what does that mean emotionally, what does that mean mentally for the lady. Hizi ni vitu ambayo inafaa kuguzwa kabisa, kisha iwe reinforced in schools wakati walimu wanaendelea na menstrual health hygiene. Kwa kweli kuna wale ambao anataka kufanya hayo mazungumzo, lakini anashindwa ataanza vipi. Wafanyeje? Ashum, wazazi wafanyaje? Mnaweza jibu nyinyi wote wawili, lakini tuanze na wewe Ashum. Kuna yule labda mimi nitakuwa nina ujasiri na pia nina maneno, labda nitajua jinsi ya kuanza haya mazungumzo, kwa sababu huanzi tu mara moja tu kwa kishindo tu umwagie tu maneno, hata mwenyewe atashtuka. Kuna kule kumpeleka hata polepole. Mazungumzo yaanzaje? Mimi nitajiongelelea. Mimi ndio hao wazazi waoga. Maana msichana wangu ana turn 10 mwezi wa 5. Lakini huwa hatukai to have hiyo conversation ikiwa deep. Tunaanza ile kwanza, anajua pad ni nini, anajua ni ya kazi gani, na anajua kunyesha. Kwa sababu hiyo ndio lugha inayotumika sana. Halafu ni wale watoto wamenyamaza. So anakuangalia, alafu unamwambia, mama, pia wewe siku moja utavaa ukianza kunyesha. Ma, uone mimi ni mtoto. Ona, kuna hiyo conditioning yenye sisi tulikuwa nayo
conversations kama hizo hatukuwahi kuwa nazo na wazazi wetu. Zilikuwa shule na hata jinsi unavyoelezwa Wachana na shule. Mimi sasa acha nikuchekeshe. Shuleni kuna watu walikuwa wanakuja kupeana sodo ninavyofanya mimi. Lakini sasa ilikuwa hivi. Simko darasa watu wengi. Mnasimamishwa, mnaulizwa nani ameanza hedhi upande huu. Wenye mjanza kaende. Nendeni mkacheze. So throughout my primary life sikuwahi have hiyo conversation. Maana mimi ni among the late bloomers. Ulianza kuwa katika shule za sekondari. Nikielekea kumaliza in fact. So nikiwa shule ya msingi walikuwa wanakuja, mimi ndio huyo utanipata na wanafunzi wa darasa la kwanza tunacheza. Sasa tuko darasa la 8. So hiyo conversation primary ilini skip hivyo. Nimekuja kuanza kuichukulia maanani nikiwa shule ya upili. Wakati niliingia shule ya upili, nilipelekwa shule ya bweni. Sijaanza hedhi, lakini sodo ilikuwa lazima. Mimi yangu ilikuwa ya biashara. Ulikuwa unauza? Mkate. Si unajua zile quota za high school? Hiyo. Sodo moja mkate. Kumefungua biashara. So wakati nilianza, ndio biashara ikaanguka. Hakuna sasa bidhaa za kuendeleza biashara. Like unapata kuna conversations like kule nyumbani. Sana sana mashambani. Kuna gumzo huwezi kuwa nayo na wazazi. Ni mwiko. Yes. Baba yangu kuonana na sodo aliona ile siku alikuwa ananipeleka shule. Maana tulienda naye, Mwenyezi Mungu amrehemu alipo. Yeye ndiye alinipeleka shule. Sasa tukaenda shopping. Hapo ndio ilikuwa kwanza hakuiguza. Aliniambia chukua hiyo kubwa. Conversations kama hizo hatukuwahi kuwa nazo nyumbani. Dada zangu wakubwa ukiniuliza walikuwa wanapata aje sodo sijui. Walikuwa wanaficha. Hazikufaa kuonekana. Kwanza tulikuwa tunaziita mkate. Ungeonekana hivi naambia enda ulete mkate wa watu wakubwa. Unajua basi. Hiyo ni sodo. Hata dukani utaambia mwenye duka unataka nini? Mkate wa watu wakubwa. Sasa hivyo ndio mimi nimelelewa. Siku hizi watoto wanajua pad ni nini, wanakutajia kuna always, kuna malt, kuna wanajua hata wakiwa na miaka 5, wakiwa chekechea wanajua. Hivyo. Huwa inanifurahisha sana kuona naweza tuma msichana wangu mdogo aende anilete. Na ataenda dukani anilete kitu nimetaka. Ama kijana wangu nimtume aende anunue anilete. Kitu ambacho singefanya mimi nikiwa mdogo. Na nimegundua sio mimi tu. Ni wengi wetu. Tulolelewa especially mashambani. Mambo ya hedhi ni mwiko. Alafu pia kuna anahitaji usiri mkubwa. Kuna jamii fulani hii Kenya sitazitaja. Kuna jamii hawaoni wasichana kuwa kama binadamu. Shikilia hapo kabla, kwa sababu pia tutakuwa tunazungumza katika maeneo ambayo pia katika uhamasishaji ni wapi ambapo mnakabiliana pia na changamoto, kwa sababu kuna kwingine mkienda mnakubalika, kwingine hamkubaliki. Daktari, katika kutoa hamasisho, kwa sababu ametoa kisa chake yeye kama wakati enzi zake akiwa msichana, na pia kwa hivi sasa anamlea mtoto wa kike, kwa sababu ni kama hakuandaliwa vizuri. Kwa hivyo hayuko bado katika nafasi nzuri ya kutoa ya maelezo kwa mtoto wake, ingawa anajihusisha kuwasaidia wengine. Hali ikoje wakati mko katika shughuli za kutoa hamasa? Jamii inachukulia hili swala vipi? Hivi sasa uptake imeongezeka. Watu wengi ambao wanajua kuhusu maneno ya hedhi. Saizi si mazungumzo ya kunyamazia hashash ya tunajaribu kubreak hiyo stigma. Hiyo ndo the whole point ya kuhamasisha na kuongelesha watoto, kufundisha watoto katika kuhusu masuala ya hedhi. Interestingly, hata mimi nina mtoto. Mimi sasa ninalea mtoto mvulana.
Mimi nimemfundisha mtoto wangu kuhusu maneno ya hedhi. Kitambo sana tulianza haya mazungumzo. Ni muhimu kuwafundisha watoto haswa vile wavulana. Tueleze jinsi ulivyoanza kwa sababu unazungumza kwa niaba pia ya wengi. Ni kumwelezea kuwa venye nilianza tu kuwa this is a very normal biological process. Mwanzo tutoe aibu around it. Na ni hatua muhimu. Tutoe aibu around it. Let us call it as it is. It is a normal biological process. So nikamwelezea kuwa kila mwezi wasichana wanapata damu ya mwezi. Alikuwa amestuka mwanzo, alifikiria hata yeye atapata. Nikamwelezea hapana, wasichana pekee yao wanapata. Na ni muhimu usimuaibishe mwanamke ukiona msichana, ukiona damu yake ya mwezi. Msaidie kama anakosa vifaa vyake. Akaniuliza vifaa ni vipi hivi, nikamwonyesha ambavyo mimi natumia. Personally mimi nilifundishwa na wazazi wangu way before nianze my period, so I was waiting for it. I was ready, you see. Pia shuleni tulikuwa tumeshafundishwa. My mom pia took an initiative to teach me much prior. So nilijua nikipata watoto hii ni kitu ambayo lazima nitawafundisha pia. Nikapata mtoto mvulana wa kwanza na hivyo ndo nikasema lazima pia huyu ajue, because educating the male child is also very important in breaking this stigma around menstrual hygiene and yeah, because this is a process ambayo wasichana wanafaa kupitia na dignity. You understand? It's not just about cleanliness. So you should have dignity when going through your period, right? So ni muhimu sana kuwafundisha wasichana, wavulana alike. Katika creating awareness kwenye communities, tunatumia community health volunteers sana kufundisha watoto, kufundisha sana wale ambao wako kwa resource limited settings, rural areas ambao bado wanaogopa kuongelea maneno ya hedhi. Ni muhimu sana ku work with the people from within the area. So unatumia community health volunteers ambao wako katika, kwa sababu wataaminika hata kwa urahisi. Yes. Kabisa. Usha create rapport na hao ndio unawafundisha, hao ndio wanaenda kuwafundisha watoto. Wana break hiyo barrier na kuongea. Pia wewe ulivyosema, it's easily the uptake is higher. Wakati umetumia mtu ambaye ni wa nyumbani, ni wa area, wanajua. Kwa sababu swala la hedhi linaingiana sana na pia na swala la uzazi. Ni kipi sasa tuwaambie na ni kipi tusiwaambie? Kwa sababu pia tusiwapatie maelezo mengi sana tupitilize. Tuambie nini na tukose kuambia nini? Tuanze na Ashumu. Pia daktari atatueleza, kwa sababu pia ametupa mfano, yeye aliandaliwa vizuri. Kwa hivyo alikuwa hata kama mtoto wake wa kwanza ni mtoto wa kiume, alimweleza vizuri. Kwa hivyo huyo mtoto hata akipatana na mwanamke ama mtoto wa kike akiwa katika hiyo hali, hata mcheka, atamsaidia. Kwa hivyo tuwaeleze nini na ni wapi tusipitilize. Nachofanya mimi pale the AJ Pad Drive, tumeintroduce kitengo cha kufunza hawa watoto kuhesabu siku zao. Sasa wanavyohesabu siku zao, kwanza mimi huwa naambia wanafunzi na hata watoto nakaa nao kando na wanangu, wewe ni mtoto, fanya mambo ya kitoto, wachana na mambo ya watu wakubwa. Yes. Na ataelewa unamaanisha nini? Asipoelewa nitamtajia kabisa ngono sio ya watoto. Wajua kuna sehemu nyingine katika nchi at this point in 2026, bora msichana amevunja ungo ni basi, ni sherehe kubwa sana, baada ya wiki 2 harusi na ni mtoto. On Monday nilikuwa Jipe kule Taita Taveta. Na sasa hivi nimeona ukizungumzia mambo ya Taita Taveta. Kuhusu mambo ya wanafunzi kujamiana. Nikiwa kule, nilikuwa nimeenda shule inaitwa Orkungu. Nikiwa kule tumemaliza shughuli imetupeleka, tumeketi chini. Mazungumzo hayo yakatokea. Kuna ndoa za mapema, kuna wanafunzi wenyewe kujamiana, kuna watu wazima kujamii watoto, yote yanaendelea kule. Sasa
unabaki umejiuliza ni nini tutafanya. In as much as tunahamasisha watu kuhusu afya ya hedhi, tutafanyaje kuzuia haya mengine? Nimetoka jipe na maswali kushinda majibu nilokuwa nayo. Wajua ukienda mahali, unaenda ukijua naenda kusaidia kukava hili. Lakini lile uliloenda kusuluhisha, Unapata hata si unapata ni dogo kushinda matatizo yaliko kule. Jipe nimeenda kule mara 3. Shule zote 3 ziliko huko. Kuna Jipe, kuna Mata, kuna Orkung. Jipe ilikuwa shule ya kwanza, tulienda mwezi wa 3 mwaka jana. Tukapeana sodo na vikombe vya hedhi hivi. Tukaanzisha kitu kinaitwa pad bank. Nikaenda Mata, tukafanya the same thing, tukaanzisha pad bank. Nilivyoenda Mata nilipitia Jipe kuona pad bank kama inafanya, nikapata iko sawa inafanya. Na huwa ninafurahia sana nikianzisha kitu na kishike. Maana hata tulivyokuwa huko juzi, unaona huo ni mwaka mmoja baadaye, pad bank bado ipo. Na sasa hiyo pad bank ni ya kuhifadhi sodo? Yes. Tunakupatia carton 1 ama 2. Kwa kila mwanafunzi? Wanafunzi tunawapa zao. Then hizi za pad bank, tunakuambia hizo ni za kukaa shule. Na mimi hupea walimu na wafanyikazi wa shule changamoto moja. Kuja hata na moja. Sodo moja ni shilingi 70 ama 80. Nunua moja, njoo weke wapi? Uongeze akiba. Yes. And tulivyokuwa huko Jumatatu, bado pad bank ilikuwa. Kuna wakati walikuwa wakaniambia, tukachanga, tukawanunulia carton 1. So nilionyeshwa hizo tulizonunua zipo, kuna zingine waliongezea na zenye tuliongeza wenyewe. Mata pia tulianzisha pad bank mwaka jana ukielekea kuisha. Nilikuwa huko Jumatatu nikapata zipo bado. Kwa hivyo ni mpango ambao umezaa matunda. Yes. Sasa Orkung nilikuwa huko Jumatatu, tukapeana sodo, tukaanzisha pad bank, na ninaomba sana pia wasiniangushe. Maana kama kuna shule ilinivunja moyo ni Orkung. Kitu cha kwanza, the uptake ya wanafunzi huko ni wachache. Wengi wameolewa. Ndoa za mapema. Nilitoka huko na maswali kushinda majibu. Ningekuwa na uwezo mimi mwenyewe, ile shule tungeipea uplift. Na ni kipi ambacho labda huenda, kabla hatujachukua pumziko, ni kipi ambacho kinachangia idadi kubwa ya wanafunzi kuacha shule na kuolewa mapema? Ile nitasema ni ignorance ya wazazi. Maana huwezi niambia mwanamume wa zaidi ya miaka 50 ameona mtoto wa miaka 12, 13 amevunja ungo hivi. Huyo ni mke wake. Huyo ni mtu anaweza kuwa hata mjukuu wake. Kweli. Haya, shikilia hapo, kwa sababu kuna sababu nyingi zinazohusiana na ndoa za mapema, mimba za mapema, na ni kutokana na kiwango cha umaskini ambacho kinamfanya huyu mzazi anashindwa kugharamia sodo za mtoto wake. Tutakuwa tunaangazia hilo baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, kufikia hapa nachukua pumziko moja fupi mno. Baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea kwenye awamu ya pili ya mazungumzo.
Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili, ikiwa sasa ni saa 6 na dakika 10 saa za Afrika ya Mashariki. Kabla ya kuchukua pumziko, mwenzetu Ashum Juma hapa alikuwa anatupa kisa cha shule ambazo alitembelea mapema wiki hii katika kaunti ya Taita Taveta, na ni kisa ambacho kwa kweli kimevunja nafsi kulingana na jinsi hali ilivyo, jinsi wanafunzi wanavyohangaika kule kutokana na masuala ya afya ya hedhi, wengi hata wakilazimika kuolewa mapema. Na hapo sasa, daktari, ndipo nitakapo kuuliza, kwa sababu uko pia katika, kando na kuwa daktari, unajihusisha katika masuala ya kutoa hamasa kuhusiana na masuala ya afya ya umma. Hali umeishuhudia vipi? Umesikia kisa cha Ashum hapa, jinsi zile jamii ziko katika maeneo ya mashinani jinsi zinavyotaabika, na ameelezea jinsi hata shule moja alihudhuria, idadi ya wanafunzi inaendelea ikipungua. Wengi hata wanafunzi waliokuwa wanafanya vyema kabisa kule shuleni wameolewa mapema kutokana na pia kiwango cha umaskini. Hali ikoje? Hali si ikoje kulingana na kile ambacho umekishuhudia? Kulingana na kile ambacho nimeshuhudia, hali ya umaskini ni shida kubwa sana ambayo inaathiri maneno ya hedhi. Sana sana huku Kenya, haswa eneo za mashinani. Kuna hiyo ambayo tunaita period poverty. Wasichana wengi hawawezi kuafford kununua the basic tools ambayo unahitaji wakati wa period. Hawana access to the disposable pads. Kwa hivyo sasa wanaanza kuimprovise. Unapata msichana ametumia nguo ambayo labda si chafu. Haya, kwa sababu ya period hygiene unafaa kubadilisha every 3 to 4 hours. That haifanyiki hivyo kwa sababu already kuna upungufu wa hizi vifaa. So risks ni nyingi sana. Unaona, unapata wasichana wako kwa risks za kupata magonjwa kwa njia ya uzazi, za njia za kizazi, the reproductive tract infections. Magonjwa pia zinakuja katika njia ya mkojo ambayo inaitwa urinary tract infections. Also pia kuna skin irritations ambayo inatokea hapo hivyo nje kwa ngozi. Alafu pia long term, muda mrefu ukiwa na you're not treating, you're not managing, kama mtu anashindwa kununua disposable pads, chances are they may not be able to afford to go to see a doctor. Yes. So unapata amekuwa na long term infections, wanakuja kupata long term reproductive health issues, kwa sababu ukiangalia yote inatokana, unatumia unclean products. Haya, hubadilishi kwa ile frequency ambayo inafaa, 3 to 4 hours. So that combination becomes a breeding ground for bacteria, for so many things. Ndio hivyo unapata wasichana wanakuwa wagonjwa. So hali ya umaskini Kenya ni shida. Bado tukisalia hapa kwenye swala la magonjwa, maambukizi ambayo huyu mtoto wa kike atayapata pamoja na mwanamke, wakati kutokana na hiyo hali ya kututumia bidhaa ambazo ni safi, ambazo ni salama kwake kwa muda mrefu, ni matatizo yapi ambayo huenda atakuwa sasa anayapata akiwa katika umri wa utu uzima katika njia yake ya kizazi? Sana sana utapata ukiwa na frequent infections katika njia ya kizazi, the reproductive tract infections. Ikiwa wakati mwingi unapata sasa kitu ambayo inaitwa pelvic inflammatory disease ambayo inaleta issues mingi sana katika msichana akiwa ashakuwa mkubwa, anataka kuendelea na maisha yake. When you've had long time infection, you've had PID, it's called PID. Ushakuwa na muda mrefu, utakuja kupata hata shida wakati kuconceive, ambayo ukija kutaka kupata mtoto, unapata complications, difficulties, vitu kama hizo. And then pia inachangia uchungu hiyo ya mwezi. Ukiwa umepata PID, kila mwezi unapata period, hiyo ni lazima kila mwezi. Unatumia vifaa ambavyo si safi. Unapata reinfection kwa ile infection ambayo ulikuwa nayo. Maybe mwili imejaribu kupigana, lakini unapata reinfection. Your periods kila mwezi itakuwa associated with pain. Unaona, hiyo uchungu, na hiyo uchungu ni part of the things zenye tena inaleta tena hiyo aibu ya period. Unaona, it's part of those things that if not well managed inasababisha pia watu kukosa shule, kukosa kwenda kazi.
inaleta hiyo stigma bado kwa maneno ya hedhi. And so ukiangalia it's something small, but it is a large scale thing, because these will lead to this, will lead to this, will Ni lead kama to this. kidonda ambacho kimeanza kiwa kidogo lakini kinaenda Exactly. Yeah. It becomes a big problem. Asante sana. Kuna hoja ambayo Ashum daktari ametoa kuhusiana na jinsi watoto wengi wa kike, iwapo hata haya maambukizi hata tibiwa, kicho kidonda kinaendelea kikienea. Ni kipi ambacho umekishuhudia kule mashinani kutokana na hali hii? Kwa sababu daktari anasema kuna uwezekano mkubwa iwapo haya maambukizi hayatatibiwa kwa jinsi inavyofaa, kwa sababu wengi wao kuna uwezekano kama hana uwezo wa kupata sodo hata kwenda kwenye kituo cha matibabu ni shida. Wengi wanakuwa na matatizo hata ya kushika mimba. Hujui matatizo yalianza vipi, lakini mwanzo ni pale tu ukiwa msichana mdogo, wakati ulipoanza hedhi. Ni kipi ambacho umekishuhudia? Umesema mambo ya hospitali ukanikumbusha. Juzi tukiwa tumeketi na mwalimu mkuu wa Mata, akasema ametoa watoto nje wakatembee. Mwanafunzi wake akamwaibisha mbele ya umati. Aliona hospitali. Hii ni hospitali, inakaa hivi, kumbe huwa inakaa hivi, sijawahi ona mbele ya umati. Ndio jue eneo la Jipe nitaita kitongoji. Kitongoji cha Jipe hakuna hospitali, utasema ni hospitali kubwa. Ni dispensary pekee yake niliona. Ni zahanati. So wamezoea kuona zahanati, na si eti ni wote wanaweza fika hapo. Kwa wengine iko mbali. So wengine watategemea dawa za Masai. Niliona kuna Masai wengi sana kule. So ukitoa wale watoto pale wapeleke mahali kama Taveta, kuna hospitali kubwa Taveta. Mtoto akiona hivyo anaona hii ni nchi nyingine. Huku ni wapi? Waona. So kuna mambo mengine kama wahamasishaji wa afya ya hedhi. Ningependa kukupa pia wewe changamoto daktari. Tunavyoenda kule nje, tujaribu sana ikiwezekana kushirikiana na wengine. Kitu kama maji. Kuna sehemu hazina maji. Tukaweza pata watu wanaungana kupeleka maji sehemu kama hizi. Unajua kuna places zenye watatumia mpaka maji ya lake. Na maji ya lake si safi. Mara nyingi utasikia yananuka samaki. Sasa maji ya samaki ukitumia kuosha sodo, alafu uianike, ama kuosha chupi uianike, hazitakuwa safi. Kitu cha pili, sabuni. Sabuni pia ni changamoto. Wengi hawana. Yes. So mimi nimefika ile point ya kusihi watu, if you're making a donation, kama ni sodo, ikiwezekana kuwe na chupi hapo na sabuni. Na hiyo ni challenge najipea hata mimi mwenyewe. Kwa sababu ni kile ambacho umekishuhudia. Yes. Mimi hupeleka sodo peke yake. But zile changamoto nimeshuhudia zimefanya nikagundua it's more than pads. Ni zaidi ya sodo. Yes. Kuna mtu aliwahi niuliza swali, na hilo swali natembea nalo kwa kichwa kila wakati. Sikatai mnapelekea wanafunzi sodo. Wataziwekelea wapi? Hawana chupi. Haya. Ni swali. Ni kweli. Ni swali. Na sio kwa watoto peke yake, hata watu wazima. Hata watu wazima. Issues that you raised, they are captured katika the MHM. It's a menstrual health management kit, yes. Right? It's a public health initiative that was launched by WHO, UNICEF. It is supposed, kazi yake ni kusaidia haswa wale ambao wana issues kupata vifaa vya
kusaidia wakati wa period for the underserved communities, wale ambao wako rural areas don't have access, right? So part of the things that are in that kit include sanitary towels, the disposable ones. Ngapi? Pack. Ama wametoa labda idadi ambayo inafaa kuwa pale? Ni hiyo pack moja ambayo iko na 8 ndani. Kisha pia kuna pant ambayo umetaja suruali. Very important. You'll find a lot of girls hawana access hata to hiyo. Ni kweli. Sabuni, maji, hata pegs, kwa sababu inafaa zioshwe, especially hizi disposable ones. Not disposable, sorry, reusable ones ambayo unaosha. Unafaa uoshe, uanike ipate jua. Iandikwe vizuri kwenye laini, si kuwekwa chini, kwa sababu ikiwekwa chini itashika uchafu. Exactly. Na inafaa ianikwe kwenye jua preferably, tuna advocate ianikwe kwenye jua ikauke. Ukivaa pad, hiyo reusable pad, kama haijakauka vizuri, you are putting yourself at risk tena kupata magonjwa zingine. Utapata yeast infections, unaanza kujikuna, vitu kama hizo. So part of that kit include pegs. Pegs kuhakikisha kuwa zimeanikwa nje kwa jua ikauke. Maji, access to water. Although sasa hii unaona hii ni systemic problem. Hii sasa it's not something one person can solve. It's a systemic problem. It makes no sense kumpa mtoto pad na hana infrastructure ambayo itamsaidia ku make the whole process seamless. You understand? Hakuna maji ambapo penye yuko anahitaji kuosha mkono before na after kubadilisha pad. Hamna maji. Kisha hakuna private toilets, for example. Unapata wasichana inabidi waende msituni ama sijui wapi kule kutafuta pahali pa kubadilisha. This whole thing inaharibu the dignity of someone. You understand? Another issue is other than disposable infrastructure. Ukipata zile bins za kutupa pad. Right. So ukiwa uko na hiyo disposable pad umetumia, unataka kutupa, loo hiyo haina hiyo disposable, so you have to carry it with you. It's a part of the things that are contributing to the stigma. So unaona on these issues, it is more than just one person kuamua kudonate. It is systemic. It's a collective responsibility. Kuna role ya serikali, kuna role ya county government, kuna role ya mzazi, kuna role ya shule. Yes. Haya, hapa bado tukisalia kwa huyu mtoto ambaye yuko katika shule ya bweni, kuna hizi sasa sodo ambazo ataosha na atumie tena. Mazingira ya shule yanaruhusu? Hapana. Shule za bweni nitasema hayaruhusu. Maana unajua ataosha, aanike pale nje. Ule wizi hukua shule ya bweni. Hawatajali hii ni sodo. Nimeosha sodo yangu, nimeanika. Utakuja uienue uende nayo, utaitumia. Unaona sasa, kama nilikuwa na infection, nimefanya nini? Nimesambaza. Yes. Maana shule ya bweni utaibiwa mpaka chupi. Ndio. Kweli. Sasa itakuwa sodo. Kando na wanafunzi wengine kuchukua, wamekumbatia, labda wakiona nitaenda kusemwa Agnes tulimuona ameweka sodo pale, yeye anatumia ya aina hii. Wanafunzi hata wanaelewa ama watashangaa ni mazingaombwe gani haya? Hata kando na wanafunzi, Walimu, jamii, walimu wenyewe wana indicate, ukija shule njoo na sodo, na shule nyingine ziko na specifics. Sodo aina fulani inaitwa hivi, ndio inakubaliwa. Hawajali kuwa kuna watu hutumia sodo tofauti. Hii itakuwa na athari hii kwa mtu, hapana. Wako na specifics. So ukikuja na hiyo reusable, it is usually frowned upon. Yes. Aya, asante. Kwa sababu daktari, pia tukiangalia umaskini wa hedhi umetajwa kuwa swala la bajeti pamoja na sera. Sera za humu nchini zinaendana na sera za kimataifa ama tuko tofauti? Kwa sababu mara nyingi utapata sera za WHO ndizo ambazo tunafuata. Ndivyo. Tatizo bado liko wapi? Kwa sababu kwa nini bado tunashuhudia hali hii ya wanawake 65% kuwa bado wana tatizo la kupata sodo? Gharama yake bado iko juu. Tatizo liko wapi?
ni wapi bado tumezembea? I would Ama ni sera ambazo haziendani na mapato yetu, ama hali ikoje? Tatizo haswa liko wapi? I would say hii neno swala la period poverty, I would say shida kubwa ambayo tunayo Kenya saizi ni bei ya sodo. Ukiangalia katika nchi zingine sodo ni bure. Yes. Kuna nchi zingine ambazo mwanamke halipi. Hata mara nyingi watu wanafanya hata utani, wanasema kondomu inatolewa bure. Mimi ndio hao watu. Yes. Huwa nina swali moja. Mbona kondomu ni bure? Sodo zauzwa. Ngono Ni utaamua choice. mwenyewe. Ndivyo kabisa. Hedhi Huwezi zuilia na huwezi sema ni kesho ama ni kesho kutwa. tena haibishi. Mbona kondomu zipeanwe bure, sodo ziuzwe? Na hata zikipeanwa hazifikii kila mtu anayehitaji. Kuna sasa hivi tunaingia msimu wa kampeni. Ngoja sasa uone women reps Wakitoa sodo wakichangamka. Sasa hivi ndio wanataka kukumbuka, kaunti yangu iko na wanawake na huwa wana hedhi, wacha ni washughulikie. Ni aibu sana. Shida kubwa ni hizo sera ambazo ulisema. Sana sana at the national level. You understand? Hii issue ya hedhi inafaa iwe public health priority. Kama ina affect over 60% of the population, surely it should be in the 65%. It should be in the national policies. Na kama wanafunzi milioni 1 wanakosa kwenda shuleni angalau siku 4 kwa mwezi, ni pigo kubwa kwa sekta ya elimu. Hivyo kabisa. Na pia wanawake wanakosa kwenda kazi. So it's not just watoto, pia wanawake wanakosa kwenda kazi. So it's also a blow to the Ministry of Labor. So hizi ni sera ambazo zinafaa kuangaliwa. Watoe financial barriers. Either watoe kabisa bei kabisa kwa pad, au wapunguze hata kukuwe na tax exemptions kwa tampon, kwa pad, kwa whatever it is msichana anatumia, ama caps. You understand? Because it makes sense kulipia bei ya juu sana. Na hizi pads pia si vile cheap. Unaenda zikiongezeka bei. Waangalie waangalie bei ya always. My God. Every year It's revised. yes, that figure goes higher and higher. So kunafaa kuwa na hii financial barriers ambazo zinafaa zitolewe kabisa. Either iwe completely free, ama tutoe watoe tax. And then pia kunafaa kuwa na national supply chain management ambayo itasaidia kudistribute pads sana sana to the underserved communities, the rural people. And also while you're giving out hizi pads, peana pia leaflets za masomo ya kufundisha wasichana kuhusu maneno ya hedhi, and si wasichana pekee, pia wavulana. Yes. Everyone should know. Maswala za hedhi inafaa kuwa katika curriculum ya shule. Pia inafaa iwe incorporated katika curriculum za shule. Ndio watu waweze understand the implications. Ndio pia kutoa the stigma. We're trying to break this stigma around menses and all this. This is a very normal biological process. Mwanamke hafai kuaibishwa kwa shida kama hizi. Asante sana daktari. Kufikia hapo mtazamaji, nachukua pumziko lingine fupi mno. Tutakaporejea baada ya pumziko hilo, tutakuwa tunaendeleza kuhusiana naona kuna vifaa ambavyo Ashum ako navyo hapa, atakuwa pia anatueleza vinatumika vipi na mbona mtu atumie hivi na sio ile taulo ya hedhi. Huenda labda bei yake iko chini, ama vinatolewa bila malipo, ama hali halisi ikoje. Tutakuwa tunaendeleza mjadala pamoja na kuangazia baadhi ya taarifa ambazo zimeandaliwa kwenye yanayojiri. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya 3 na ya mwisho ya mjadala wetu kuhusiana na hedhi na umaskini, ama umaskini wa hedhi. Kuna mengi ambayo kwa kweli tumezungumza ambayo yanatoa taswira kamili ya jinsi mtoto wa kike anavyohangaika wakati wa kipindi cha hedhi. Ni hali ambayo inaathiri afya pamoja na elimu kwa wanafunzi wa kike, na kuna mbinu nyingi ambazo, ama kuna vifaa vingi ambavyo vinaweza kutumika.
kuna zile taulo za hedhi ambazo unatumia tu mara moja na kutupa. Kuna ile ambayo inaoshwa, unakausha kisha unatumia wakati mwingine. Na sasa kuna hivi vikombe ambavyo Ashuma kwa navyo hapa. Tueleze ni vya aina gani, kwa sababu unaona ni kama kuna aina 3 tofauti. Utatueleza vinatumika vipi, vinavaliwa vipi, na ni baada ya muda upi, na pia kuosha ama ni mtu akitumia anatupa, utatueleza. Na iwapo vinapatikana dukani, kwa sababu sijawahi ona dukani, vinatolewa wapi? Asante. Pale The AJ Pad Drive huwa tunashirikiana na makundi mengine. Sasa kuna kundi moja linaitwa Hands of Grace. Nimeshirikiana nao tangia mwaka jana mwezi wa 6. Hao huwa wananipea vikombe vya hedhi. Hiki hapa ndicho kikombe chao. Unaona kimeandikwa hapa Cool Dew Cup. Kina jina Cool Dew Cup. Halafu kuna hiki pia ni kikombe cha hedhi. Hiki ni cha Mina. Kimeandikwa hapa Mina. Halafu kuna hiki hapa. Shikilia pia ndio kamera iweze kuchukua kwa niaba ya mtazamaji ambaye hata hana ufahamu, labda anakiona mara ya kwanza. Halafu kuna hiki. Hiki kimetoka Ujerumani. Hii ilikuwa zawadi kwangu kutoka kwa rafiki. Yes. So ukishika hivi vikombe vyote utagundua kitu kimoja. Vinafinyika kwa urahisi. Yes. Na ni the same material. Hebu shika kikombe na ushike ngozi yako, uniambie kama kuna tofauti. The feel of the skin and the cup. Ni kama iko sawa. Yes. Inatumia medical grade silicone. Yes. Kisha daktari utatueleza kwa kimatibabu ni kifaa kipi ambacho kimetumika, ili mtu pia asiwe na hofu. Usije labda una hofu, labda huenda ukitumia utakuwa na matatizo ya ngozi. Yes. Sasa kikombe cha hedhi huwa vinakuja vitu vitatu: kikombe, karatasi ama user manual, halafu na mahali pa kuweka. Haijalishi ni ya kampuni gani. Inafaa kuwa na vitatu. Sasa hivi havina user manual, lakini pale kwa kiboksi na kwenye mfuko wake kumechorwa. Yes, maelezo ya unavyotumia vikombe. Shikilia pia ama sijui nishikilia mimi, ukishikilia tu hivyo alafu endelee kutueleza kutoka picha ya kwanza mpaka ya mwisho. So hapa kuna maelezo lakini sio deep. Nitawaeleza baadaye. Kabla ufike hapa inakuwaje. Kitu cha kwanza kabla ufanye kitu chochote ni uoshe mkono. Kabla hujavalia, kabla hujaguza hata kikombe chenyewe. Uwe umekinunua ama umeletewa, hujafanyia chochote, osha mkono. Ukishaosha mkono, chukua kikombe chako cha hedhi na sufuria ya maji. Tumbukiza kikombe hapo. Hakikisha maji yanafunika kikombe. Maji moto, maji baridi? Unaweza tangulia na maji moto ama maji baridi. Kama unatumia maji baridi, ukishaingiza maji yakishafunika, chemsha dakika 5. Kwa hivyo maji hata ya moto zaidi hayana madhara kwa kile kifaa ambacho kimetumika. Ila hakikisha maji yamekifunika hiki kikombe. Si kielee juu, kiwe chini. Maana ukiweka maji kidogo sana, maji yataisha, kikombe kitashika sufuria, kitaanza kuyeyuka. Ukiweka maji kidogo yafike hapa, huku juu hakuna kitu umefanya. What you're doing is sanitization of the cup. Mnakumbuka zile siku za corona tulikuwa tunaambiwa sanitize. So tunafanya hivyo na kikombe ili kiwe tayari kutumika. Na sasa kukisafisha pale ama kukiweka pale ile, kwa sababu ni lengo lake ni kuwa iwapo kuna viini pale. Dakika ngapi? 5. Dakika 5. Yes. Na ukifanya hivyo hakikisha uko na mahali penye ni safi. A clean surface. Ukikitoa kwa maji usianze kukukuta. Weka hapo.
ita air dry in very few seconds. Mikono yako ni safi. Mfuko, nakuja na mfuko. Ona kama huu mfuko waweza osha. Huu ni plastiki tu. So kama ni mfuko aina hii, osha mfuko wako, anika kwa jua. Ukauke. Kama hujaanza hedhi, inamaanisha huhitaji kutumia. Chukua kikombe chako cha hedhi, eka ndani ya mfuko wako, funga. Unaweza eka kwenye begi, kwenye mfuko, mahali utapata haraka. Ile siku unataka kutumia, si kiko tayari, ulichemsha, uliosha, osha mkono, kachukue kikombe chako. Now this is where the real job is. Ya tueleze taratibu, ndio mwalimu sisi wanafunzi. Sasa kuna mbinu 3 za kukunja kikombe. Maana huwezi ingiza kikiwa hivi. Mbinu ya kwanza, which is my all time favorite, tunaita punch down. Unasukuma hivi chini. Unashika hapa, sukuma chini. Sasa hapo chini ambapo unasukuma, sasa ni kuingia kwenye mwili wako ama ni wapi? Bado. Umesukuma, shikilia hivi. Nasukuma hivi. Yes. Toa hiki kidole. Yes, shikilia na mikono yote. Twende pole pole, sukuma. Hivi. Yes. Shikilia na mkono pia. Hapa hivi, sio juu. Hapa. Hapa. Yes. Toa huu mkono. Ukishatoa, unaleta mkono wako, unashika hapa. Hapa chini sasa. Yes. Sasa tutatumia hii kama sehemu yako ya siri. Utaingiza, haupeleki hivi straight. Slant kidogo, ingiza. Ukishaingiza, utaiachilia. Kwa hivyo hapa mahali palipo wazi ndipo panatangulia kuingia kwenye mwili wako. Tumetengeza iwe ndogo. Acha nionyeshe vizuri, sijui kama mtaiona. Ni hapa unaingiza. Hivyo. Usipitishe vidole vyako viingie kule ndani. Ukishafikisha hapo, wachilia. So kwa hivyo chenyewe kijapeleka. Yes. Kitajifungua chenyewe. Waona huku nyuma kilivyoingia? Waona vizuri. Kimeingia vizuri. Sasa kuna hii sehemu hapa. Ukifeel hii sehemu, jeka kikombe vizuri. Inafaa kuingia, usifeel. Ukisikia ni uncomfortable, it means haijaingia vizuri. Because ikiingia, it's supposed to touch the vaginal walls. Wall to wall. Yes. Ikiacha nafasi hata kidogo hivi, utasikia, utaifeel wewe mwenyewe. Ukiinuka, utasikia uko uncomfortable. Labda hata kuna kitu umeweka, kuna maumivu. Yes. Utasikia kuna kitu umeweka, kitu hakifai kwa mwili. Toa, anza process upya. Option 2, C-fold. Unafanya hivi. Na kuwa letter C. Sina hii ni C. Process ya insertion ni the same. Unainamisha kidogo. Pitisha. Achilia. Inajifungua yenyewe. Tende yenyewe hivyo. Yes. Process zote ukiachilia inajifungua yenyewe. Na kwa hivyo itakuwa imeziba pale. Yes. 3, 7-fold. Natengeza namba 7. Hivi. Yes. Yes. Kishatengeza. Siona hii imekuja hapa chini. Bado ni the same. Pitisha. Ikishaingia, achilia. Achilia. Na hii process yote, tuseme uko kwa choo. Utaeka mguu mmoja uinuke, mwingine usimame chini. Ama uchutame, ufanye hii process yote kama umechuchuma. Ni wewe uangalie ni process gani uko comfortable nayo.
umekaa na kikombe cha hedhi kimejaa. Utajuaje sasa kimejaa? Ama kabla hata hatujafika hapo kwa kujaa. Tuanze hapa kwa kujaa. Sasa umesikia utajuaje kimejaa? As a first timer, nitaongelelea experience yangu nilivyofanya. As a first timer unakuwa advised kuangalia after like 4 hours. Maana hiki kikombe unaweza kitumia up to 12 hours. Ukiendelea na shughuli zako, unaweza ogelea nacho, ucheze mpira, ukimbie, kiko ndani ya mwili, husikii chochote. So, ukianza kukitumia, ni wewe sasa uwe unajiangalia. After 4 hours kimefika wapi? 6 hours kimefika wapi? Hiyo ni mara yako ya kwanza. Ukianza hivyo, unajipa uzoefu, ndio ujue kinajaa baada ya muda gani. Sababu flow ya kila mtu ni tofauti. Kuna wale wako na hedhi nzito, wengine wako na hedhi. Kwa hivyo mtu yeyote yule ambaye kiwango chake cha hedhi ni kingi, ama yule kiwango chake cha hedhi kiko chini, kiwango cha damu kiko chini, kwa hivyo wote wanaweza tumia. Kumaanisha kiwango cha damu ambacho kinatoka sio kingi vile, labda ukiona kwenye taulo ya hedhi utadhani kwamba unatoa kiwango kikubwa sana. Ni kidogo sana. Haya, sasa kikombe chenyewe kimejaa. Kwa sababu ulitueleza kwamba hiki kipande, hiki kidude hapa, tusikisikie, kiingie ndani. Utatoaje sasa? Utaenda uchuchumae tena. Halafu mikono yako hakikisha ni safi wakati wote. Usishike hapa. Unajua ukishika hapo kivuta, waona? Unamwaga. Ni ushike hapa. Hapa. Vidole viwili. Mahali kuna laini ziko hapa. Waona? Kuna laini 3. Hizi 3. Kuanzia hapa mwanzo mpaka hapa. Hizi laini 3 ndio unafaa kushikilia. Siko ndani, umeivaa vizuri. Na vidole vyako vishike hapa. Because wakati huo mwili wako uko na utelezi wake. Utavuta mwenyewe pole pole, utoe. Kwa hivyo kikombe kitoke tu kikuwe vizuri na damu yako, umimine chooni. Ukishamimina, osha na maji baridi sasa. Si bado unarudisha kwa mwili. Osha na maji baridi. Tumia zile mbinu, either of the 3. C-fold, punch down, 7-fold. Mwenyewe natumia punch down, maana hiyo ni rahisi. Alafu unaona punch down, hapa juu ni ndogo. Mimi nimeona kama hii ndio rahisi. C-fold. Yes. Sasa unajichagulia yako kweli. Unaona hapa chini, hapa ni ndogo. Mimi niliona hii ndio rahisi kwangu. Kwa sababu naona muda haunasi. Daktari, ningetaka, kwa sababu kifaa chenyewe kimetengenezwa na bidhaa fulani. Inaendana na mwili wa kila mtu, ama kuna wale ambao huenda labda atajikuna, atasikia mwasho. Tueleze usalama wa hiki kikombe. Kifaa hiki kimeundwa na medical silicone. Right? The whole purpose ni kufanya ambao wanatumia wasipate adverse reactions, wasipate allergies. So it's a hypoallergenic substance ambayo majority of the people will not have allergies, ambazo rashes, vitu kama hizo. Lakini it's not to say kila mtu atakuwa sawa. Of course, at the end of the day, kunao mmoja wawili ambao wanaweza experience discomfort wakitumia period cup, maybe the allergy to the silicone itself. So ukifind out, ukijua ambayo wewe kuna hii shida, basi I would advise to discontinue. Utafute another alternative. Ni nani ambaye ni salama kutumia? Kwa yule mtoto labda ameanza kupata hedhi, mtoto wa miaka 9, miaka 10, hao wako salama kutumia? Kwa sababu kumbuka kuna kuweka ndani ya mwili. Vikombe vya hedhi tuna advise vipewe wale ambao wanajua high levels of hygiene. Wajua mtoto wa miaka 9, miaka 10. Kwa sababu pia kuna shule ambazo hazina hata maji. Sasa mwanafunzi akitumia hiki hata anahatarisha afya yake kabisa.
Hivi mara nyingi tunapea wanafunzi wa miaka 15 kuendelea. Kwa hivyo ni wale ambao wako sekondari, wanafunzi walojielewa. Unaona? Wewe kama mzazi unajua unaweza taka kuchukulia mtoto wako. Ameanza hedhi, ako na miaka 9. Lakini huyu mtoto bado anataka kucheza. Hata kumbuka kuosha mikono. Atatoka huko nje, umeenda kazi. Hakuna mtu wa kumwelekeza. Atachukua aende avae. Mikono ni michafu. Kikombe chenyewe hujui alikuwa amekiweka wapi. Sasa hatukubali watoto wadogo wapewe hivi. Haya, asante. Shikilia hapo, naona muda haunasi. Mwelekezi ananieleza kwamba muda wetu umekwisha. Asante sana. Bila shaka kwa kweli kama mtazamaji amesoma, pia mimi nimesoma mengi sana kuhusiana na vikombe vya hedhi, na asante sana kwa kuja na hivi vikombe. Umetueleza mengi, kutuonyesha hata mbinu na kutueleza hata ni nani yuko salama kutumia, na pia daktari kutueleza kwamba bidhaa ambayo imetumika kutengeneza hiki kifaa iko salama kwa binadamu, na iwapo atahisi muasho ama maumivu fulani anafaa kuacha kukitumia na kutembelea daktari kumweleza, na sasa kutumia mbinu nyingine ambayo ni salama. Asanteni sana. Bila shaka mumeendesha hiki kipindi kwa njia ambayo ni ya polepole ya kueleza, na mumeshika zile hisia. Asante sana Ashum pamoja na Daktari Barbara. Bila shaka mtazamaji, nina hakika kwamba umesoma mengi jinsi nilivyosoma mie. Na kwa wote waliofanikisha taarifa hizi ninasema asanti sana. Kwa mtazamaji nasema pia asanti sana kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga. Baada ya muda usiokuwa mrefu utakuwa unapata taarifa za KTN News Desk kwa lugha ya Kimombo. Endelea kutazama KTN.